Tunaposoma pia katika hiyo hiyo Mithali inasema, mtu aliyedhalimu ni chukizo kwa wenye haki. Mtu aliyedhalimu ni chukizo kwa wenye haki, na mnyofu wa mwenendo ni chukizo kwa waovu. Mtu aliyedhalimu ni chukizo kwa wenye haki. Manake huyu mdhalimu huyu anayefanya mambo ya kidhalimu, manake anakuwa ni chukizo kwa watu ambao ni wanyofu wa mioyo. Manake watu wanaotenda mema. Watu wanaotenda mabaya wanakuwa ni chukizo kwa watu wanaotenda mema. Na pia anasema na mnyofu wa mwenendo ni mchukizo kwa waovu. Na yule ambaye amenyoka katika maelezo yake, amenyoka katika mwenendo wake ni chukizo kwa waovu. Kwa hiyo unajikuta waovu katika nchi wanawachukia watu. Magufuli alimchukia wengi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa, jamaa anasoma Biblia na mnyofu wa mwenendo ni chukizo kwa waovu. Manake Magufuli alikuwa ni mnyofu wa mwenendo, sasa akawa ni chukizo kwa waovu mbalimbali. Hasa kwa staili kama hiyo, manake hata wewe unapokuwa ni mnyofu katika mwenendo, katika maongezi yako, huna kigeugeu. Kama kuna waziri mmoja alikuwa na kigeugeu sana, unajikuta kuna waziri mmoja ambaye pia ni mbunge. Sasa mimi nazungumza tu, nazungumza neno jamani, kwa hiyo sasa nakumbuka kipindi hicho mtu anasema chanjo ni mbaya kabisa. Nakumbuka mimi. Nakumbuka vizuri na clip zipo. Na mpaka hata mimi ninazo na wengine wanazo. Chanjo ni mbaya. Baadaye anasema chanjo ni nzuri. Hazina shida. Sasa ukiona mtu alizae kama hii ni chukizo kwa Mungu. Mtu mnafiki ni chukizo kwa Mungu. Mtu mnafiki. Natakiwa ukisema ni nyeusi iwe nyeusi. Kuna wale wasema ni mbaya mwanzo na ni kweli mpaka leo wanasema ni mbaya. Kuna wale wasema ni nzuri tokea mwanzo mpaka leo wanasema ni nzuri. Umeona? Kuna watu mbalimbali ambao wako hivyo. Maana yake sasa, lakini Biblia inasema kwamba na mnyofu wa mwenendo ni chukizo kwa waovu. Kwa katika nchi kama kuna waovu na mtu fulani anaenda vizuri, hataki uovu, atakuwa chukizo kwao, hawatampenda siku zote na watataka kumuua, watataka kumuondoa katika nchi. Na ndio maana wenye haki katika nchi wanaondoka sana. Kwa nini? Kwa sababu wanatafutwa mno, lakini haki huwa inashinda siku zote. Na Mungu ni mwema, na Mungu akupatie hekima na neema, uendelee kujua haya mambo. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, bali ulainishe moyo wako na Roho Mtakatifu aingie ndani yako na akusaidie. Mungu akusaidie sana katika jina la Yesu. Amina.